Na bila shaka ya yote mtazamaji, tuko hapa tumekuja kukuletea kipindi ambacho tunakienzi siku zote, Kibago. Na tunataka tuanze kwa hali moja kwamba mwaka uliopita pale Juni kulitokea kwamba kijana mmoja aliweza kuuawa kwa kile kilichokitaja kwamba walikuwa wakilalamikia inaitwa mswada wa kifedha wa mwaka 2025 2026. Alikuwa 2024 2025 kwa mradi. Na kutokea pale, licha ya kuwa kulikuwa na kanda za video ambazo zilionyesha dhahiri shahiri kwamba ni afisa yupi wa polisi ambaye alihusika kwenye swala la kumuua kijana yule ambaye alikuwa hana hatia, alichokuwa nakifanya tu ilikuwa kupigania haki yake. Mpaka wa leo tunapozungumza, hakuna haki yoyote ambayo imeweza kupatikana dhidi ya kijana yule. Na swala hilo halikufanyika tu hapa jijini Nairobi peke yake, iliweza kutokea Mombasa, kule Kisumu na maeneo mengi humu nchini. Na hatimaye ndipo hii leo tunakuletea swala nzima la kutaka kujua mamlaka, sheria na haki inajikita kwa kauli ipi. Na tunaweza kwenda kuzungumza na mmoja wapo wa watu shupavu, na mzungumzia wakili Gibson Gisore ambaye tuko naye kwenye ofisi yake hapa, ambaye tunaenda kuangazia swala nzima la haki na sheria. Kabla hatujaweza kuzama kindani kabisa, ni bora wakili, ni vizuri ujitambulishe mwanzo. Asante sana Mesha kwa kuja kwa ofisi yangu ili tuweze kuongelea masuala ya kisheria ya taifa letu. Nimeshukuru sana na karibu sana. Kwa majina ni Gibson Gisore, mimi ni wakili na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu, na ni mtu ambaye pia naangalia yale masuala ya kibinadamu. Ni mambo ambayo kidogo kulingana na mimi ni masuala muhimu ama masuala nyeti ambayo tunafaa kuwa tunashughulikia kama taifa nzima, kwa sababu nasema kuna msomi mmoja aliweza kusema kwamba we are not safe till everyone is safe. Yes. Naam, asante sana wakili Gibson, na karibu sana kwenye makala haya ya Kibago ambako tunakwenda kuzungumzia, kama nilivyokujuza mtazamaji wangu, ni haki na sheria. Na labda wakili, tuanze kwa upesi kutaka kujua hivi kwamba tumeona haki za binadamu zikiukwa kwa pakubwa sana. Nirejelee kauli ambapo mwaka uliopita tu wengi wa vijana hasa kundi la Gen Z waliweza kupoteza maisha yao kwa kile kilichokuwa kinatajwa tu kwamba wanajieleza na wana uhuru wa kujieleza kwa katiba kama inavyosema. Labda kwa kifupi, ni mipaka ipi ambayo ipo kwa mtu kujieleza pindi ambapo mtu anataka kujieleza? Manake wale wana Gen Z walikuwa tu hawajajihami kwa vyovyote, walikuwa na bendera na vitu kama vibango, hawako wamejihami kote, lakini tuliona maafisa wa polisi wakitumia nguvu baina yao. Labda haki ya kujieleza ipo wapi, na kama ipo kweli inatimizwa? Asante sana kwa swala hilo. Ni swala ambalo kidogo katika taifa letu tumeweza kulishuhudia hivi karibuni, kadri ya mwaka mmoja uliopita, ambapo tunakaribia mwaka mmoja ile Juni 25th, ambapo wale waandamanaji waliweza kufika katika makao ya bunge. Na ni vizuri umeuliza hilo swali, kwa sababu sisi kama taifa, ile constitution ambayo tuko nayo ya 2010 ni constitution ambayo imesifiwa duniani nzima kwamba inaangalia masuala ya kibinadamu kwa undani sana. Swali ni kwamba je, kama sisi wa Kenya tunaelewa umuhimu ama ile uwezo ama uzito ambao ile katiba inatilia katika masuala ya kibinadamu? Swali la pili ni kwamba serikali ambayo iliyopo sasa inaelewa ule umuhimu wa kuangalia masuala ya kibinadamu na kuyalinda na kuyaenzi, kwa sababu inasema ni kudefend and protect. Hizo ndio nguzo muhimu, kwa sababu kuyajua tu haimaanishi kwamba imeishia hapo. Ile constitution inatarajia tuende step moja ama mbili zaidi katika implementation. Ndio maana tunasema kila mtu anafaa kuwa watchman for the constitution, ili aweze kuangalia masuala ya mwenzako. Usije ukamwona mwenzako anafanywa ama anatendewa unyama ukakimya ukasema kwa sababu sio mimi, pengine ni yeye. Kesho itakuwa ni wewe, na kila mtu ataweza kupita ama ataweza kukuangalia. Masuala ya kibinadamu ni masuala ambayo yanaenda katika msingi wa kila taifa. Ndio maana namaanisha kwamba tusije tukalalia masikio. Serikali iliyopo ama serikali yoyote duniani hawana nguvu zao wenyewe.
ile nguvu ni ile wamepewa through the constitution. Ile nguvu inatoa uzito wake pale kwa constitution. Iwapo kuna serikali ambayo imeingia mamlakani na ikaweza kukaidi ile constitution, ikaweza kuangalia kuyafumbia macho masuala ya kibinadamu, masuala ya wananchi wake, hiyo ni serikali ambayo kidogo imeanza kutelekea. Ni serikali ambayo kidogo inafaa kuangaliwa kiundani kama wanaelewa ile wadhifa ambao wamepewa. Humu Kenya kumeongelea kundradi kidogo. Humu Kenya kuna masuala kadha wa kadha. Sasa hii kuna ule rais wa Poland ambaye yumo nchini, na swali liliweza kuulizwa kwa rais kwamba kuna wale vijana ambao wamepotea. Rais mwenyewe aliweza kukiri kwamba yeye atahusika na mambo ya vijana kupotea. Na kuna pia masuala ambayo kwamba kuna baadhi ya vijana either wajulikani waliko, wengine wamepotea, wengine walitekwa nyara. Hatujaweza kujua ama kubaini haswa kiini kilichofanya wao kutekwa nyara. So hayo ni masuala ambayo kama Wakenya tunafaa kuyaangazia sana. Na nashukuru nyinyi kama vijana wadogo mmeweza kujitokeza ili kuanza kuangalia ya maneno na kuyaangazia. Hivi ndio ile step ya kwanza ku realize ile threshold ya constitution, kwa sababu kama mtu hajui jambo hakuna vile ataanza kulishughulikia. Ile freedom of the press ni muhimu, kwa sababu tukiangalia zile human rights pia zimeambatana. Zile rights za press pia ziko katika ile chapter 4 ya constitution. So tusije tukasema tuna fight for freedom of the press peke yake tukasahau ile freedom zingine zilizopo, kwa sababu tusipoziangazia zile freedoms tutakuwa tumeanza kutelekea katika mambo yetu ya kukuwa watchmen wa constitution. Remember, constitution sio ile mambo kwamba fulani akisoma